Huwali gani ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YouTube channel yangu ya Hamisi Hassan Taigo. Langu jina ni Hamisi Hassan Msabwa, napatikana hapa Des Moines, Iowa katika nchi ya Marekani. Natumai mzima wa afya. Karibu sana katika matangazo ya mchana wa leo majira ya huku Marekani, ambapo kule mashariki mwa DRC ni majira ya saa 1 saa 2 na kosa. Karibu sana. Kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, tafadhali subscribe, share, like na comment. Na kama sio mara yako ya kwanza, niseme asante sana kuichagua Hamisi Hassan TV kwa kama kituo chako bora cha matangazo na uchambuzi wa masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii, pia na masuala ya michezo vile vile, bila kusahau masuala ya kiburudani. Karibu sana. Ni kuwa siku ya jana katika tarafa la Fizi, jimbo la Sud Kivu huku, katika kijiji cha Minembwe, kuna ndege ambayo ilifahamika kama ni ndege ya kutokea Rwanda. Ilikuja kushusha mizigo, kwa lugha ya Kifaransa wanasema munitions, vifaa vya kijeshi, vikiwemo vyakula na marisasi na mabunduki na mabomu, ili vije kusaidia vikosi vya wahasi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara na M23 pia, kwa sababu mpango wao baada ya kuonekana huku kumefeli, kwa maana ya huku juu Kamanyola wamepigwa, Kizimba wamepigwa, wakaona vikosi vya huku labda vinaweza vikatikisa huku katika tarafa la Fizi. Hivyo siku ya jana ya tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, ndege kutoka Rwanda ilionekana ikishusha vifaa, na walio record video hizo ambazo nitakwenda kukuwekea mwishoni kabisa mwa taarifa hii ni Wanyamurenge. Hao Wanyamurenge wanapatikana katika kijiji cha Minembwe. Nadhani nitakuja kukutolea historia ya kwa nini Wanyamurenge wanapatikana hapa Minembwe, walitokea wapi, na kwa nini wanaishi hapo kama kina nani. Ni histori ndefu kabisa ya tokea Ubeljiji huko ukoloni. Ndio maana Wanyamurenge wanapatikana hapa Minembwe. Hasa hapa Minembwe kunapatikana Wanyamurenge ambao Wanyamurenge ni Wanyarwanda kutokea Rwanda. Sasa hapa ndio kulikuwa makao makuu ya wahasi wengine kama hicho kikundi ambacho nilitaja hapo juu, Twirwaneho na Red Tabara pamoja na M23. Sasa vikosi vya FARDC vikapata hiyo taarifa pamoja na wazalendo, vikapata hiyo taarifa ya kuwa kuna ndege imeonekana ikitua hapo Minembwe. Hivyo siku ya leo walikaa njuga kabisa na kufuatilia ndege hiyo ilishusha vifaa sehemu gani, ambapo FARDC ikishirikiana na wazalendo walikuwa na drone na ndege pia ya kivita. Walipiga bomu kadhaa hapo, takriban bomu 6-7, ikalipua maminisio yote na ikalipua wanajeshi wote ambao walikuwa pale kwa kugawana hizo maminisio, kwa maana hivyo vifaa vya ndege. Takriban watu 30 walifariki papo hapo na majeruhi 50, na pia vifaa vyote kuharibiwa na bomu hizo za FARDC pamoja na wazalendo. Wamekula cha moto Twirwaneho pamoja na Red Tabara, ikishirikiana na M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo ambayo inasimamiwa na coordinateur wabo huyo Colonel Nanga. Watu 30 wamefariki hapo na majeruhi 50. Kulingana na sheria au privacy za YouTube, siwezi nikakuwekea picha za mahiti hapa au picha za watu gisi wameungua na bomu. Siwezi nikakuwekea hapa, maana naweza nikafungiwa, YouTube channel yangu inaweza kufungiwa. Lakini kama kweli unafahamu namba zangu, unaweza ukazitafuta namba zangu na ukajiunga kwenye grupu letu la WhatsApp la Hamisi Hassan Fan, ukaziona hizo picha ambazo watu wameungua. Ni mishkaki, kweli ni mishkaki. Pole sana kwa Wanyamurenge ambao wanapatikana kule Minembwe, ambapo wana support sana hizi kundi za waasi za Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Bado wanaendelea kula cha moto. M23 wanaendelea kukiona cha mtemakuni, hawajui wasimamie wapi, maana huku ni moto, huku ni moto, huku ni moto, huku ni moto. Langu jina ni Hamisi Hassan bin Tigo alubocho na nyakiondo msese sumaro kutonshwalala. Napatikana hapa Des Moines, Iowa katika nchi ya Marekani. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe kwenye YouTube channel yangu ili uendelee kupata update na habari zozote ambazo zitakwenda kuendelea kujiri hapa Marekani, pia katika nchi yetu ya DRC.
hasa kule Kongo Mashariki. Subscribe, share, like na comment. Bye. Aha ni mu Minembwe turi, ni yinga ku minsi 9.